So our message today is on encounter with the truth. And we are reading from John chapter 4. It's a very famous story. It's a very famous story that we all know about a Samaritan what? A Samaritan woman. And the story of the Samaritan woman, it carries many themes. It carries many themes that reveal to us about the kingdom of God, about Jesus Christ, also about how people expected Christ to come. So there is the theme of salvation in it. There is the theme of the prophetic. There is the theme of encounters with Christ and all that. But today I want to so much put it on encounter with the truth, because I see like it carries the biggest margin in the entire story. And therefore, allow me to read several verses, because I believe when I read these verses, they will help you also to understand to understand better what I'll be preaching about. So the book of John chapter 4. When therefore the Lord knew how Pharisees had that Jesus made and baptized many more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee. And he must needs to go through Samaria. Another version says, and it was necessary for him to go through Samaria. So we are now verses 5. Then comes to the east to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, he sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There comes a woman of Samaria. There comes a woman of Samaria to draw water. Jesus says to her, "Give me to drink," for his disciples were gone away to the city to buy meat. Then says the woman of Samaria to him, "How is it that you, being a Jew, ask drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, and who it is that says to you, 'Give me to drink,' you would have asked of him, and he would have given you living water." The woman says to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. From where then have you that living water? Are you greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?" Jesus answered and said to her, "Whosoever drinks of this water shall thirst again. But whosoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." The woman says to him, "Sir, give me this water that I thirst not, neither come to draw here to draw." Jesus says to her, "Go call your husband and come here." The woman answered and said,
I have no husband. Jesus saying to her, you have well said, I have no husband. When I read that one, I always see like the woman said, I have no husband because he had seen a handsome man there. And maybe he thought you'd enter into a deal with Jesus and you would become the next husband. That is me thinking. All right? Now, verses 17. No, verses 18. For you have had 5 husbands, and he whom you know you now have is not your husband. In that said you truly. The woman says to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem, is a place where men ought to worship. Jesus says to her, Woman, believe me, the hour comes when you shall neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour comes, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in his spirit and in truth, for the Father seeks such to worship him. Now, there is something I want to rectify here that many people don't see. When Jesus is saying worshiping in truth and in spirit, you realize the spirit written there is small s, meaning it is not necessarily referring to the Holy Spirit, but is referring to people worshiping from their real themselves, the real people, the truthfulness. You know, somebody worshiping from the way God created them to be worshippers. Hallelujah. The spirit man having a chance to connect with the Maker who created it. Hallelujah. Mostly you see when the Bible is referring to the Holy Spirit, they have written in capital S. It's something that I discovered many years ago. Therefore, the spirit man, God wants people who will worship not mechanically, but not using styles, formulas, and versions, but releasing their spirit to God, so that God can now become the center of everything, and their spirit is going to influence every other person. That is your body and your soul. Hallelujah. Because a man is a spirit that lives in the body and possesses a soul. A soul is what makes you to think, to see. You know, all things that you do is because of the soul. When a person dies, Ecclesiastes says that the soul, the spirit goes back to the Maker, and the soul goes to its place. That place is not written, it is where. Now, when you hear people say that people who died are appearing to them, it is not their spirit, it is the soul. And that is why when we are burying people, there is one prayer that you must always make. That you are commanding the soul of this person to go and remain there, not to wander around, terrorizing those who have been left in any way or in any form. Are we together? Amen. It's a prayer that you must command, so that you don't open up for that. You know what? The demons ride so much on souls, and they manipulate that to bring out even of images of people that existed but left many years ago. So it is the spirit that goes back to God, and where the spirit goes, it can't come back again to earth. Remember the rich man and Lazarus, when he was saying, is it possible for somebody to come from heaven, go and preach to my brothers and sisters, so that they don't come here? This place is not good. And he was told, there is a very big boundary. Okay, for me, I can't jump that side, and you cannot come here. But then when somebody dies, cannot go there.
So let them listen to Moses and the other preachers. If they don't repent, you welcome them, you'll be their usher. Now, I was saying that the Spirit, worship God in truth and in the Spirit. It is where you worship, you give, you are all you. You are all you to God. You become a living sacrifice that is allowing the spirit man to have a chance for expression. Hallelujah. Verses 24. Jesus continued to say this: God is a spirit, and they that worship him must worship him in his spirit and truth. Again, he puts S, not in flesh and blood. Are we together? You know, the spirit man is the one that always fights to direct people to connect with his creator, the Father, God. And that is the one that receives the first ministration. This body is always influencing the spirit man to do the wrong thing. But the spirit man, given a chance, this is the person who helps us to connect with God. And when the God is speaking by his spirit, our spirits are able to tap into that voice, and we are able to understand the will of God. Hallelujah. If I was somebody like him, I would have explained it in like a tech version. I would say it's a software that came from God that helps us to communicate together. Are we together? So, but the Holy Spirit is not a software. I'm saying the spirit man. It's a part of God that is in us. Now listen to me. Verses 25, the woman says to him, I know that Messiah comes, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Now, you see from this, because I've not started speaking about this word, this woman had some information that they were expecting Christ. Samaritans expected Christ, but they expected him in their own version. There is a way they wanted him to come, even the Jews. There is a way they wanted Messiah to come, and there is what they wanted Messiah to do. So anybody who did not come in that version, then that person was not the Messiah who was expected. And that is why this woman somehow, in a way that she cannot understand, she begins to speak about Messiah. And now she says, we have heard and we are expecting that Messiah is coming. And she is saying that, I don't know when he will come. You tell me, when will that Messiah come? And I think at this point, this woman was beginning to sense something strange. The woman, the Bible says that, verse 26, Jesus says to her, I that speak to you, I am he. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, what seek you, or why talk you with her? The woman left her water pot and went her way into the city, and says to the men, come see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came to him. Now, I want us to get there, and I want us to see things in this story. Jesus was passing, and his destination, the Bible says that he was going to Galilee, and he left Judea. So as he was going, he felt that there was a need to pass through Samaria. And as he was passing through Samaria, he got to a place, akasikia kona kiu. He felt thirsty. And these are some of the things that show us that Jesus was 100% God, and he was still 100% man. He had to carry our feelings with him, so that when we call upon him, then he will be a physician who knows how to heal well, because he has experienced our body as well.
Hallelujah. So as he was passing by and he felt thirsty, he saw a well. Akaona kisima pale. Na ujue hawa akina Jacob walikuwa watu wa kuchimba visima sana. Hata akina Ibrahimu walikuwa watu wa kuchimba visima. Mtoto wake Isaka naye akaanza kuchimba zake. So kulikuwa ni watu wa kuchimba visima. Na ni kisima ambacho kilikuwa kimekaa miaka mingi sana. Na wakati alisikia kiu, Biblia inasema akaenda hapo aone kama anaweza kunywa maji. And as he was there, na hiyo ilikuwa the 6th hour. 6th hour inaweza kuwa kama saa 6 hivi, si ndio? Saa 6 mchana, saa 6 kanjua kanakuaga kamegonga kabisa. Na akawa hapo, na Biblia inasema verse 7, mwanamke akakuja Msamaria kuchota maji. Unaona Yesu alikuwa na adabu zake. Hakuenda kuanza kuchota na mikono akunywa hata kama alikuwa na kiu. Ni mtu ako na ungwana. Bwana asifiwe sana. Anangoja afuate protocol ya kuchota maji asichafulie wengine. Kwa hivyo akangoja hapo apate kitu ya kufanya nini? Ya kuchota. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndio mwanamke alitokea, naye amekuja kuchota yake. Akampata hapo. Na Biblia inasema nao disciples hawakuwa karibu. Kwa hivyo Yesu akiwa hapo, mwanamke akamwambia, nisaidie na maji ya kukunywa. Badala ya mwanamke kusikia the request, yeye aliona Myahudi. Hakuona mtu ambaye hata anaomba msaada. Aliona nani? Myahudi. Unaniambia nikupatie maji namna gani na wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria? Wacha niwaambie watu wa Mungu, wakati imefika tutembee na ufunuo, ndio tuondoke kwenye misingi ambayo inatuzuia kuona Mungu. Kwa sababu Yesu anatukunjia na njia nyingi sana, lakini dini zetu, mitaratara yetu, mipangilio yetu inazuia sisi kuona Mungu, kwa sababu kuna vile tunatarajia labda anafaa kukuja. Yaani kila wakati ukisikia neno lazima uamshe msingi fulani. Huyo vile anahubiri ni kama anaenda kinyume na unatoa yako. Na hiyo ni vita ambayo iko na watu wengi sana. Badala ya ualau injili ifanye kazi, wewe unataka kutoa vile unaelewa na vile unajua. Na hiyo sana imeshikilia watu wengi kuona Yesu na nguvu na uwezo wake, because there is what they know and there is the way they want it. Ukabila ikainuka hapa. Kila mahali ukienda kanisa lazima unjue pastor hapo ni kabila gani, ndio usikie kama kuna network ama kama hakuna nini, hakuna network. Lazima ulizie. Yaani ukabila inakuja sana. Hata katika nyumba ya Bwana, hata katika Wakristo, dini zinakuja na mipangilio. Unaenda kuhubiria mtu, anakuambia unajua mimi ni wa hii kanisa. Sasa hatuongei mambo ya kanisa. Yaani kitu ya kwanza kuinuka ni kile kitu ambacho kinakutawaranga. Na hapo ndipo mtu anajuanga ni nini kinatawaranga yeye. Sasa yeye bandara ya kurudisha swali vizuri, nipe maji, aseme I will give you or I won't give you. It was very simple. Anaanza kuona Myahudi na yeye anaanza kusema mimi ni Msamaria. Biblia inasema ya kwamba katika ile hali ya kupambana, verse 10, yule Yesu akamwambia, ungejua ni nani? Haleluya. Ungejua ni nani huyu ambaye anakuambia nipatie maji. Yaani ungejua leo uko na chance. Haleluya. You have a chance. The chance has brought itself. Lakini wewe unapambana na Usamaria na Uyahudi. Bwana asifiwe sana. Unapambana. Kuna watu hawatakangi maisha yao iguswe sehemu fulani na neno la Mungu. Manake wanasikia wewe sasa umekuwa Myahudi, wewe sasa ni Msamaria, hatutapatana.
acha Mungu aingililie. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, ungenjua tu ni nani anakuomba maji leo, ungetamani maji ya uzima wa milele. Sababu hii yako hii unachota hapa, utakunywa saa hii, na hiyo masaa ingine nitakupata hapa ukichota tena, ikiwa imeisha kwa nyumba na pando ukiwa na kiu. Lakini hii yangu utakunywa na hautapata kiu ingine, na pia ndani yako kutaanza kububunjika mito ingine ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutabubunjika mito mingine ya uzima wa milele. Mwanamke akaanza kumwambia Yesu, wewe ni kama hauelewi kile unaongea. Kwa sababu kwanza alimuuliza verses akaanza kuambia Yesu, hata hauna kitu ya kuchota maji na unasema unanipea? Kwani hiyo yako inachotwa na namna gani? Kwani inachotwa na mikono? Manake hiyo haikuwa maji kama ile ya kuchota na kibuyu. Hiyo ilikuwa kuwa na encounter with the truth about Jesus Christ. Hallelujah. That was about encountering the truth about Jesus Christ and who he is. Hiyo haichotwi na vibuyu. Watu wameingia kwa dini, zimewaingiza kwa mambo. Unaambiwa ile uwe Mkristo, hapa unapatishwa labda na bendera inapitishwa hivi. Yaani vibuyu ni nyingi ambazo watu watatarajia ndizo lazima uwe nazo kama ukweli fulani utapata nafasi. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, na njoo mmepitia mengi. Hata mimi nimepitia yangu mengi. Tumeingizwa na tumenaswa kwa mitindo ambayo haikuanzishwa na Mungu. Lakini watu wameketi, wamejaribu kuangalia namna gani tunaweza tukaunda imani ambayo tutaita ndio imani yetu ya kutufikisha wapi? Mbinguni. Na hiyo sio imani ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ninaudhi mtu hapo? Bwana asifiwe. Kwani ninakuudhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wametulia pale kwa mitindo ya kidunia. Wachani niwaambie kitu moja, kazi ya Mungu haitafanywa na ujuzi wetu na vile tunajua. This is not a BBI. Hallelujah. This is a revelation from God. It must come from the Father. This is not where people sit down and decide how to do it. We will follow the Bible. Hallelujah. Mwanamke yako hapo akaanza kumwambia tena, kwanza wewe sio mkubwa kuliko hii kisima. Hii kisima ilikuwa hapa mbele yako. Akaanza kuongea. Bwana asifiwe. Mimi ninaona kama kuna watu wananiangalia vibaya. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba, are you greater, verse 12, than our father Jacob, which gave us the well? Kwani wewe ni mkubwa kuliko Jacob baba yetu, yule alitupatia hii kisima personally? Wewe ni mkubwa kuliko hiyo baba ambaye anafondi kisima. Hallelujah. Na akaongeza hapa, naona kama ni matusi kidogo, akasema ya kwamba na huyo baba hata alikunywa hiyo maji hapa, alafu anasema na watoto wake na hata ng'ombe zake. Watu wamekunywa hii kisima hapa. Wewe ukubwa wako iko wapi? Tuoneshe kisima. Mwanamke anamchallenge na kile anajua. Kuna vizuizi mingi sana zimezuia watu wa Mungu kuingia katika ukweli, waweze kuexperience the power of God. Kwa sababu kuna vitu zilipandwa ndani yetu. Kila kilipata nafasi ya kwanza kuingia ndani yako, kilifanya kazi kubwa sana ya kuweka misingi. Na ndicho mpaka saa hii either kinainuka kipinge ama kinakubalisha Yesu aendelee kupanuka ndani yako. Dini zimekuja zikatangulia. Haikuwa mpango wa Mungu kuanzisha madini hizi zote ziko huku. Haikuwa mpango wa Mungu kuona kwamba sijui kuna Catholic, kuna Christ Intervention, kuna CFF, kuna Full Gospel, kuna Friends Church, kuna Jehovah Witness,
kuna the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na hawa wote unapata kila mtu kuna vile yeye anajua ana vile anataka kisima yake ifanye kazi, na hataki kusikia mwingine anakuja na stara ambaye hatutaelewa. Utamhubiria atasema yetu ndio ile dini ya kitambo ya kwanza, ndio iliachwa na Yesu. Mwingine atakwambia yetu ndio imekuja na ufunuo zaidi sijui nini. Lakini unapoendelea unapata ya kwamba kuna sehemu wanazuia ufunuo wa Mungu kutenda kazi. Jana niliweza kusaidia mtu, nikaomba na yeye. Anipigia simu, alikuwa anipigia kwa ajili ya shinda nyingine. Anataka nimtafsirie ndoto fulani. Lakini nikamwambia wewe shinda yako si ndoto. Wewe umepotea. Na kutafsiriwa ndoto ni kama mtu aende akiwa na shinda, anasema anaumwa na kichwa, anaumwa na mgongo, anaumwa na mkono, anaumwa na tumbo. Wewe unampatia Panadol, sijui unampatia ile ya stomach, unampatia fix ya kusugua, lakini mtu ako na typhoid. Wewe tibu typhoid, wachana na hiyo kichwa na miguu. Ukitibu typhoid, hizo zingine zitafanya nini? Zitaenda. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia wewe unahitaji kujua ukweli. Ninasikia shida yako unayoongea, lakini manake mimi sikuangi wa haraka kuanza kutafsiri mandoro za watu. Watu wengine unatafsiria ndoto akikwambia tu sehemu anashiriki. Yaani unapota tu ni mapepo ya kwao imekuja kutembelea usiku. Hakuna ndoto hapo. Ni mapepo tu ya kwao, ya dini ya kwao imekuja kutimiza kazi. Inafanya huduma. Sasa utaanza kutafsiria mtu ndoto na tayari kule ana tayari kumepotea kabisa. Yaani utakuwa unamsaidia ama unampoteza. Ndio wakati mwingine ni vizuri unandisani msingi wa mtu anatunja akitokea upande gani. Bwana asifiwe sana. Usije ukaingia kwa box ukasaidia mtu ambaye hakuwa anahitaji ndoto, lakini anahitaji kumjua Yesu. Maana tulimalizia na huyo mtu kumjua Yesu, akaokoka na akasema anangojea mzee wake akuje amwambie kuhusu Yesu aliyemuokoa. Bwana asifiwe sana. Na nikarealize pia alikuwa anaenda kwa dini fulani ambayo iko na maswali mengi, na nikamuelezea kwa nini hiyo dini sio kweli. Kima alikuwa hapo nikinapofanya hiyo huduma kwa simu, akaona kweli hii, na nikamwambia ona hapa wameondoa uwezo wa Kristo. Ona hapa ndio wananena roho lakini hapana angalia hapa. Na kweli akaona ya kwamba kabisa mimi sikuwa nahitaji tafsiri ya ndoto, nilikuwa nahitaji kumuona Yesu. Hata huyu mama Msamaria hakuwa anahitaji kupatia Yesu maji. Yesu hakuwa anaanza na hii maji. Yesu mwenyewe alikuwa na uwezo wa kujiumbia kisima yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa anatafuta njia ya kuingia ndani ya maisha ya huyu mama, aweze kujifunua katika kweli, ili angalau huyu Msamaria aweze kupata ukweli. Kwa sababu ukiangalia baada ya kila kitu, hata hakuna maji Yesu alikunywa hapo. Mambo ya maji iliishia hapo. Bwana asifiwe. Mambo ya maji iliishia hapo, akaanza kuambiwa kuhusu maji ya uzima wa milele. Na mimi naona Yesu anatumia hekima ya juu sana. Wakati anaongea kuhusu maji, anatumia mambo ya maji kuleta pia mambo ya ufalme. Anaongelea ile kitu ambayo inajua ita-connect na huyu mama. Bwana asifiwe sana. So alikuwa anainuka na vitu mingi sana huyu mama. Anasema hii kisima ni very superior. Hii kisima sijui nini. Na saa hiyo hana ufunuo anayeongea na yeye ni nani. Na kumbe anayeongea na yeye ndiye hata mwenye kumuumba yeye. Ndiye mwenye kuumba hao wa Samaria. Ndiye mwenye kuumba hata mwenye kutengeneza hizo visima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukosa ufunuo ni kitu kimbaya sana watu wa Mungu. Na kukosa ufunuo ndicho kinajipata. Mtu anajipata sehemu ambazo hata Mungu haitajiki. Yaani unapata watu wametengeneza njia yao ya kumjua Mungu. Ndio unasikia ikisemekana ya kwamba religion is man's effort to know God. That is religion. But Christianity is the revelation of God by His Spirit through Christ Jesus. Hallelujah. Religion is man's effort to look for their own ways, to know who? To know God. But Christianity is a revelation. God is revealing to us about Himself. And that is why Christ was prophesied. Kukuja kwa Yesu hakupangiwa, ate tunapanga.
tunapangia Yesu. Hapana. Hakuna kamati ilikuwa inaketi kupangia Yesu. Kukuja kwa Yesu ilikuwa imetabiriwa na ilikuwa imepangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mama baadaye walizungumza sana na akaanza kuleta mpaka mambo ya worship. Na Yesu akamsukumia hapo kwa worship. Akamwambia, unajua sisi tunaamini kuabudia milima ile na nyinyi mnaabudia ile ingine Yerusalemu. Sasa wewe ni kama hauegemei kwa mlima yoyote. Kwani wewe ni nani? Akasema, acha nikwambie mama, wakati unakuja na wakati ndio huu. Kwa sababu Mungu ni roho, anatafuta wale watu watakubali kumrudia kabisa kutoka kwa mioyo yao. Haleluya. Na katika kweli yote. Kwa sababu hao ndio Mungu anataka wamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio Mungu anataka wamwabudu. Hiyo kweli inapoingia ndani yako, hapo ndio unaanza kufuata Yesu Kristo kama vile neno limemfunua. Hautaanza tena kuweka mikakati zako na njia zako za jinsi unavyofikiria ndivyo tutakavyofika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu nilikuwa naombea jana, nilimuuliza swali moja. Akaniambia ametoka direction nyingine, kama unaelekea pande za Nakuru huko. Mimi kwetu ni huko Embu. Nikamuuliza, ukianza safari kama unaelekea Embu na ukisema unaenda kwenu, hata kama uko very sincere, hata kama you are walking by faith, utafika kwenu? Akasema hapana. Nikamwambia, you will be sincerely and honestly lost. And that is the way it happens if you are not following the truth. Hallelujah. You think the people who don't follow truth, they don't worship? They worship and they cry. And they say like God was moving. But God was not moving there. Something else was moving. Let me tell you something, brethren. Huyu mama hata alukati aliambiwa na Yesu, epu niletee mume wako. Alimwambia, mimi ni single. Mimi ni single. Akaambiwa, umesema ukweli. Kwa sababu hata huyo uko na yeye. Sasa akasema, kwani anajua nimeolewa? Hata huyo si wako. Hata huyo nikupitia unafanya nini? Unapitia. Akasikia hapa huyu ni nabii. Akasema, I perceive you are a prophet. Hallelujah. Amen. Mimi ninaona wewe ni nabii. Kwa sababu hakuna mtu anaweza zungumza hii mambo kama yeye hajatoka kwa Mungu. Wewe ni prophet. Sasa ameanza kuona huyu mtu na njia nyingine. Kidogo kidogo ufunuo inaanza kusink na kumfungua macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapohubiri neno la Mungu na njia ya ukweli, kuna karama nyingi sana ambazo Mungu kutoka mbinguni atahakikisha utatembea nazo. Amen. Kuna nguvu nyingi ambazo Mungu atahakikisha atakutumia nazo, sababu lazima ufalme wa mbinguni utetewe na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufalme wa Mungu utetewe na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na wakati unaifanya na njia ya Mungu, wacha nikwambie, inaweza ikakosa majority, but when God is on your side, God is the majority. And God will make sure hiyo injili itatoa results ambazo zitatukuza yeye na zinafanana na ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hakuna sarakasi anafanya. Hapa hakuna sarakasi Yesu anafanya. Anaachilia tu revelation tu. Anamwambia, enda uite mzee. Anasema mzee hakuna. Akasema, si umesema vizuri, sababu hata sio ati hakuna ako, lakini sio huyo. Bwana asifiwe sana. Na hauna. Na Biblia inasema ya kwamba wakati waliendelea hivyo, ndio baadaye huyu mama akaanza kuona kitu, na akauliza ati, ninaona ya kwamba Mesia anakuja ambaye anaitwa Kristo. Atakuja lini? Sasa ile neno la Mungu, ile maji aliambiwa mambo yake ikaanza kuingia ndani ya moyo. Bwana asifiwe sana. Na akaanza kuona njia ya Mungu, na akaanza kuelewa kuhusu Masihi. When now she is talking about Jesus, salvation is already haunting her life because truth has been revealed. Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
Unajua kuna mambo mengi sana imefunika watu wasione ukuu wa Mungu. Imefunika watu wasione ukuu wa Mungu. Na kuna watu hata wanaheshimu religion more than the truth. Huyu alikuwa ameheshimu dini yao kuliko ukweli ambao Yesu analeta. Ndio wakati anajaribu kusema tuabudu namna hii, anasema sisi tunaamini milima yetu, nyinyi ni Yerusalemu. Kwa hivyo kama unasema mambo ya ibada, chagua moja ya hii. Naye anasema sichagui. Hapa ni katika kumwabudu Mungu na kweli, na mioyo yetu ikiwa imejitoa kwake kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilikuwa ni huyo mama atafuta ni wapi hapo watu wanaabudu Mungu namna hiyo, ambapo wamejitoa mioyo yao, wamejitoa katika kweli, wako tayari kuwa rebuked, wako tayari kuwa corrected, wako tayari kufundishwa, wako tayari kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Sio mahali tu anatajataja mambo ambayo yani haina nafasi katika maisha yao, haina njia katika maisha yao, haiwezi fanyika. Bwana asifiwe. Biblia inasema akasema, mimi ninajua kuna Masihi ambaye tunangoja. We are waiting for one. Na asijui atakuja lini. Na Yesu akamwambia, unayezungumza naye ndiye huyo. Macho yake ikafunguka kabisa. Mambo ya maji na vibuyu ikafika mwisho. Akawachana na uchotaji wa maji. Shughuli za kuchoka na vibuyu zikafika mwisho. Kuna watu wamebeba mambo mengi sana. Wanasema ni wanatafuta ukweli waweze kusaidika. Maisha yao imekuwa mazito. Wengine wamefungwa vitu kwa shingo. Wengine wameambiwa beba hii. Wengine wameambiwa fuata hii. Wengine wameambiwa kunywa hii. Wengine wameambiwa nunua hii. Hizo vibuyu utaweka chini wakati Yesu atafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakimbizana na kila mtu. Wako na kila nabii katika town akitokea ndio wa kwanza kupanda mbegu hapo, asikie kama kuna kitu inatokana na huyo nabii. Hata utaki kuelewa ni mtu wa aina gani. Unasikia dini nyingine imevuma hapa sana. Mtu ndiye huyo ameingia pale. Mnaambiwa ili uendelee hapa lazima ufanye hivi, lazima utende hii, lazima mambo mengi. Wacha nikwambie, sio kusudi ya Mungu mambo ya ukweli iwe na uzito. Nataka kuambia Yesu alisema nira yake ni nyepesi. Kama hiyo umebeba ni nzito, jiulize maswali. Hiyo huenda sio ile Mungu alisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini iwe imani ya Kikristo inakuwa mzigo kuliko huru ndani yako? How comes it is becoming a bondage instead of making you light? Jesus said, nira yangu ni nyepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamebebeshwa nira, watu wamebebeshwa mambo ya undini, watu wako na vitu wametia ndani ya mioyo yao. Ni ngumu sana kupenya katika roho, ni ngumu sana kuelewa Mungu ataeleweka namna gani. A lot of things have gone wrong. Wakati ukweli inaingia, unawachana na vizima za Jacobu, unawachana na vibuyu, unawachana na Usamaria, unawachana na milima ya Samaria, unamfuata Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawacha vituko na sarakasi. Zinaendelea kwa sababu kuna ufunuo haujapatana nao. Wakati unapatana nao, kuna vitu unaweka chini, kuna wepesi wa kumwamini Mungu. Haleluya. Oh yes. Kuna wepesi wa kumwamini Mungu. Siku moja nilikuwa natoka mahali kunaitwa Mbeya. Mbeya ni huko kwenye bonde ya Malawi. Nikatafuta gari, ikawa sipati gari. Sasa nilipata one personal car na nilikuwa na kilomita nyingi sana za kukava. I had so many kilometers to cover. Ndio nifike Iringa, nifike Morogoro na niweze kufika wapi? Nifike Dar es Salaam na ndio nipate my way back to Nairobi. Na ile gari niliingia, nikaambiwa hii usipoingia wewe hasa ni mpaka kesho. Lakini kuna mambo ingefelo kama singeweza kufanya hivyo. Nikaingia. Ile gari niliingia nilipata Waislamu. Na wakati gari ilikuwa inataka kuondoka, na by the way ilikuwa ni siku wakati wa Ramadhan. Wakaweka hii nini yao, hii inaitwa nini? Hii rosari yao hapo. Wakafanya ibada fulani
Alafu akasema, madam tuko na hii, tunafanya nini? Tutafika. Nikanjua hapa madhabahu ya giza imeinuliwa mbele yangu. Na nilipoangalia hivi, hawote walikuwa Waislamu. I was the only Christian. Immediately baada ya kumaliza hiyo, wakaweka nyimbo za wasichana wanaimba wakiwa uchi. Ndio waweka hapo. Sasa niko na safari ya kama 17 hours. Nikajiuliza swali, nitafika nikiwa bado na Yesu ama hapa nitafika nikiwa scrap metal? Mimi nilianza kuomba kimoyo moyo. Na mahali nilikuwa nimeketi, gari ndogo kuna pande ina, kuna pande ina, kuna katikati, alafu kuna yule ako pale. Sasa mimi ndio na face camera kabisa. Usingizi hakuna. Wacha wafute masigara zao. Yaani wakati wa Ramadhani. Unaona tena kaka, naona anachukua, anashikashika hivi. Sasa unaona wamechanganya pepo, wamechanganya na imani zingine zao hapo, lakini ndani conviction ni kwamba eti ni Mungu anafanya nini? Anaabudiwa. Nikaangalia nikasema, Mungu wangu. Na kweli dunia imepotea. Hawa bando pamoja na hii mambo yote, eti ni wewe wanafanya nini? Wanatafuta, wanangojea. Of course mimi niliomba maombi ya kivyangu kimoyo moyo. Na nikaenda nikiomba sana. Tukafika sehemu fulani, ikasemekana lazima watoke waende wafanye maombi yao. Wakafunga gari, na hapo kulikuwa na msikiti imetengenezwa hapo, hiyo ya hizo stops. Lakini hakuna ya Wakristo. Hata jana tulikuwa Village Market na my brother Alfred. Tukaona mahali pameandikwa prayer room. Nikamwambia tuende tuombe jameni. Kwenda tunapata ni madhabahu ya Waislamu. Yaani unapata hao wamewekewa, lakini hakuna ya Wakristo. Wewe enda, nimeenda Rwanda na hii Kampala coach. Pale stage ya Kampala unashuka, unapata kuna prayer room kwenye bus station, lakini ni ya Waislamu sio Wakristo. Yaani unaona vile dini zimeinuka vibaya. Yaani hao ndio wanataka waoneshe ya kwamba kabisa lazima waombe. Kwa nini? Wameonesha ya kwamba ni kama ni sheria lazima waombe. So wameweka taratibu fulani, na watu wanaelewa sana masheria na vitu kama hizo ndizo zitafutia Mungu karibu. Watu wamepepeswa mambo hayo yote. Kwa nini? Yesu anjafunuliwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anjafunuliwa ndani yao. Ndio naona mtu anaweza kuwa amejifunga rosary, amelewa, amelala pale kwa mtaro tu anatapikia nini hapa, anatapikia hao jamaa. So unapata ya kwamba kabisa haisaidii mtu, na mtu ako convinced ya kwamba hiki kitu kitanifikisha mbinguni. Wakati mwanamke Msamaria hakuelewa Yesu ni nani, alikuwa na shughuli mingi sana. Alitaja dini zake, alitaja kabila, aliona ya kwamba huyo amekuja kuniondoa kwa ukweli. Lakini wakati alianza kupata ufunuo, when she started encountering truth, akaanza kuongea kuhusu Masia, na akaanza kuongea kwamba tunamngojea akuje. Na baadaye wakati Yesu alimwambia I am he, Biblia inasema aliondoka, akakimbia kila mahali, akitangaza injili za Yesu, akisema kitu moja, njooni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Njooni muone mtu. Hakusema tena kujeni muone Myahudi. Hakusema tena kujeni muone mtu kutoka Yerusalemu anaabudu kwa Yerusalemu. Hakusema mambo ya mtu alikuwa anamuomba maji. Alisema mtu mwenye ufunuo amefanya anjue mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunjua Yesu ni kitu cha maana sana, watu wa Mungu. Kitakuzuia vitimbi na vituko na sarakasi, na utakuwa na njia ya kumfuata Mungu bila mambo mengi. Haleluya. Sasa watu wamebeba vitamanduni. Kwanza hii Disemba, hapa ndio watu wananaswa sana. Wengine wanaenda sijui kwa ajili ya rana fulani ilitungumuzwa kwao, lazima iwe softened. Wanaenda kwa makaburi ya watu wao, wanataka kurenew sijui nini. Wanapokula Christmas wanataka kumwagilia vitu hapo, ndio wasiwe mbali sana na wao. Na bado mtu anasema anamjua nani? Yesu. Yaani watu wamepotea kabisa, watu wamepotea. Ibada za wafu zinafanyangwa kila wakati. Mimi kuna vitu zingine sipendi kufanya kabisa, sipendi.
kwa sababu najua itakuwa ikiniondoa kwa njia ya Mungu. Niko na ufunuo ndani yangu, na Mungu ameshanielekeza njia ya kufuata, na inatoa results. Haleluya! Lazima tuachane na mambo mengine, watu wa Mungu. Sio kila kitu ambacho tuliintroduciwa tukaambiwa Mungu anatafuta namna hii kilikuwa cha ukweli. Hawa walifanya kulingana na ufunuo wa wakati wao, lakini Mungu ameshafunua mambo kupitia Roho wake Mtakatifu. Ndio maana tunafaa tuelewe njia ya Mungu kama vile Roho wa Mungu atatusaidia kuielewa, sio kulingana na taratibu za dini na hekima na maarifa ambazo zimepitwa na nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke Msamaria alipomtambua Yesu, shinda zikaisha hapo. Akawa mwinjilisti wa ajabu. Akaenda akiambia kila mtu. Wale wanasema wanawake hawahubiri injili, tafadhali huyu anahubiri injili. Anaambia watu, kunjeni muone mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote, na hata nyinyi anaweza akawaambia. Anaitwa Masia, amekuja, ni yule tulikuwa tunatarajia. Wakawa wanampokea Yesu bila kufuata njia ambazo wengine walikuwa wametarajia kwamba ndizo watapitia. Mpaka saa hii Wayahudi wengi sana wanapishana. Wanasema mwokozi ambaye wanangoja hata kuja kuleta ukombozi kwa kila mtu, ataleta kwa Waisraeli peke yao, manake ndio wamechaguliwa na Mungu. Lakini wakati Yesu alikufa, kumbuka ya kwamba pasia ilikatika na kila mtu akawa na access ya kwamba mtu yoyote yule, awe Al-Shababu, awe bishop, awe Al-Qaeda, anaweza akapata neema na akafanyika mwana wa Mungu na akarithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kwako Yesu amefunuliwa namna gani? Yesu amefunuliwa namna gani? Sijui ni mambo gani katika maisha yako imesimama kama pingamizi kati yako na Yesu, ambayo inazuia ufunuo wa Mungu kufanya kazi ndani yako. Sijui kama bado umekwama kwa kisima. Hicho kisima ambacho ulichimbiwa hapo, sijui ulichimbiwa na nani. Singine tulichimbiwa na wazazi wetu. Hapo ndio kweli ilikuwa imefika, sio wao. Hapo ndio walikuwa na unjuzi, ilikuwa hapo. Wengine imechimbwa na watu wengine tu, tumekutana huko kwa street na kuokota pale kwa TV na kwa social media. Wacha nikwambie kitu moja, soma neno la Mungu. Mungu anataka watu wamfuate. Neno likisema ubatizo ni ile ya kuwekwa ndani, ndio unatoka kwa maji ukiwa umejazwa na nguvu na uwezo wa Mungu. Sijui kwa nini uniambie ni kuweka msalaba hapa kwa uso. Na Biblia inasema ubatizo ni ishara ya kifo na kufufuka kwa Yesu. Ndio maana unazikwa na unatolewa, ndio sasa uishi katika ushindi wa msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapata watu wamekunja na njia nyingi, zimeaminika, zimekumbatiwa na zinaonekana ni kama ndizo njia. Watu wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu mtoto wake asipotee. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him, he did not give a religion, he gave his son. And whosoever believes Jesus, not religion, he shall not die but have eternal life. Hallelujah. Yesu alikuwa na kazi ngumu ya kupigana na minyororo ya kidini, ya kupigana na roho ya kikabila, ya kupigana na mtu ambaye alikuwa na historia ambayo kile anaamini kuliko kitu kingine yoyote. Haleluya. Unajua Yesu anapoanza kufanya kazi ndani yako, vitu zingine ambazo atakwambia uachane nazo ni vitu umeamini sana miaka mingi. Ni vitu zinakaa zimekuwa za msaada kwako muda mrefu. Lakini anasema wachana na hiyo kisima. Hiyo maji utakunywa na utaendea tena. Bali nataka nikupatie solution moja ambayo itakubeba miaka yote, wewe na kizazi chako na wote watakao kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio yule Mungu ninajua. Wacha nikuambie kitu moja. When you encounter the truth, the burden becomes light. When you encounter the truth, hiyo wasiwasi ya maisha uko nayo, nakwambia inaondoka. Kuna nguvu katika kweli ya Mungu.
Wakati una encounter truth, hapo ndio utaanza kuamini ya kwamba hata unaweza njazwa na Roho Mtakatifu, ya kwamba unaweza pata karama ya Roho Mtakatifu, ya kwamba unaweza tumika na Mungu, ya kwamba unaweza kuwa leo hauna kitu lakini Mungu atakuinua. Unaamini Mungu ambaye anatenda vitu pamoja na kuwa hakuna mwanzo. Haleluya! Inafanyika baada ya kweli kuingia ndani ya mtu, sio formula. Bwana asifiwe sana. Oh, I wish tu Mungu anaweza akatusaidia watu wa Mungu. Tupate kweli. Tupate kweli. Yaani tusimame, tusindanganyike. Tuondoe vikwazo ambazo tumeweka ndani yetu. Zingine ni dhambi zimekwama kule. Zingine ni itikadi. Zingine ni undini. Zingine ni mafilosofi za kivyako. Zinainuka, zimekataza Mungu kupenya. Unatoa vibuyu, unaongea kuhusu visima, unaongea kuhusu milima yako, unaongea kuhusu sijui kabila yako. Wachana na hizo. Acha Mungu afanye kazi yake. Hebu tusimame mbele za Bwana. In the name of Jesus Christ. Na Mungu wetu ni mwaminifu siku ya leo. Anataka kuondoa watu kwa uongo. Anataka kuondoa watu kwa udanganyifu. Hebu inua mikono yako juu mbele za Bwana. Oh God Almighty, we thank you. Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. Mighty warrior you are, mighty warrior, rich in battle. Jehovah is your name. Exalt him, he's Jehovah. Jehovah is your name. Yes, you are my God, I thank you. Jehovah is your name. Oh, mighty warrior, my God. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, yes, you are. Jehovah is your name. Mighty warrior. Wakati nilikuwa naomba, Mungu alikuwa anazungumza na moyo wako, na kuna mambo ungependa kunena na Mungu kuhusu maisha yako. Hebu fungua mdomo wako uambie Mungu, Bwana, nataka ufunuo wako wa kweli. Nisaidie kuelewa kweli. I need an encounter with the truth, oh God. Ukweli ndio inaweka huru. Yesu akasema, you shall know the truth, and the truth will set you free. The knowledge of the truth, the encounter with the truth, it brings freedom. Shatarababa kandarabu shaka Rama kandorobo sika. You don't need to live a life that is dry. You can seek salvation. You can seek truth from God. There is a revelation. God Almighty, He has started to do it. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Omba Mungu akuongoze katika kweli. Lazima tuwe watu wa ufunuo. Lazima tuwe watu wa kuongozwa na kweli. Lazima tupate mwongozo wa Mungu mwenyewe. Watu wanabeba vitu mingi wakifikiria zinawasaidia kukaribisha Mungu, lakini Mungu hatapatikana na hizo njia zao. Njia za kidini hazitafunua Mungu. Oh, lazima kweli ingie ndani yetu. Jehovah God, Jehovah
Jehovah God. Jehovah God. You are the mighty warrior. You are great in battle. God, you are. Shaltarabakarama-shando. Oh God, we give you glory. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Jesus, I worship your name. Thank you, Father. Let truth come upon my life. My God, I need truth. Jesus, I honor you. Chakutumaini sina. Chakutumaini sina. Jesus. Jesus. Chakutumaini sina, ila damu yako Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Chakutumaini sina, ila damu yako Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu na njua, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama mimi, mwamba ni salama, mwamba ni salama. Oh, ndiye mwamba ni salama. Nataka kuuliza swali moja. Unaweza kuwa katikati yetu, na wakati nilikuwa nahubiri, Mungu akanena na moyo wako akakwambia, tazama, unahitaji ufunguliwe macho, unahitaji kuinjua kweli ya wokovu. Kama huyu mama, inaweza kuwa umepotelea kwa mambo mengi, umepitia udanganyifu, lakini ukasikia Mungu anakuongoza ya kwamba hata unaweza ukapeana maisha yake kwake. Ungependa kumpea Yesu maisha yako, awe mwokozi wa maisha yako, kwa sababu umeelewa kweli kamili ni kumjua Yesu, sababu yeye ndiye kweli. You encounter truth when you encounter Jesus. Wacha nikwambie, tunaweza kuwa tumedanganyika na njia nyingi, lakini unajua vizuri, if you have not encountered Christ, you've not given your life to Him, there is no truth in you. You need to receive Jesus as Lord and Savior. I want to give you this golden opportunity. You can do it right now in the name of Jesus. So if you are there and you want to give your life to Jesus, oh, I give you this opportunity. You are the most important person in this service today. I want to give you a chance to give your life to Jesus. Oh yes. Oh yes. I want to give you a life. I want you to give your life to Jesus. If you are there, you have never given your life to Jesus, and you feel the word of God has come in power, truth has come into your heart, it is a time for you to say yes to Jesus. I'll never forget that night in 1997 when I said yes to Jesus, like a Samaritan woman.
at 11:45 p.m. at night on Tuesday. I said, yes, my life changed. Many years down the line, I'm proclaiming Jesus. He changes people. You are there, you've never given your life to Jesus, you want to give your life to Jesus. I give you a chance. God is going to change and transform you. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Kama uko hapo, unaweza tokea hapa mbele niombe na wewe, nikuongoze kumpokea Yesu. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. I want us to pray now. Oh God, we give you glory. Let us lift our hands to God. Say, Lord Jesus, I am your child. I come to you in faith, believing in your word. I ask you now, invest in me your dimensions of truth, that I may know you, the Messiah, the truth, the life, and the way. I give myself to you today, that you may begin to minister to me with your dimensions of truth, that I may not lose my way to heaven, to faith, and to follow you, Jesus. I give myself to you. Come and take over. I cannot do it without you. Thank you, Jesus. Let me just make a prayer for you now. Father, in Jesus' name, I thank you for every person who has listened to this message in the internet, on Facebook, on YouTube, and other places, and even in this church. Father, I declare in the mighty name of Jesus, may your revelation of truth begin to function in us in a mighty way, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I thank you for each and every person here. May you convict them, my Father, in your own way, in their hearts, and me too, that God, we shall be attracted to the truth, that we shall give our whole self to you, God. It is your will, my Father, that everyone gets your revelation, the way you open the eyes of the Samaritan woman. Some people, my Father, the struggles that are happening in their lives is because they need to encounter the truth. How I pray in the name of Jesus, the families represented in this place today, that there shall be an encounter with the truth. And the truth is Jesus, that God, where the enemy has dominated, they will be able to see and find truth and liberation in you, my Father. Thank you, because where your spirit is, there is liberty. This word has been planted. This word will grow. This word will give results. We give you glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Why don't you appreciate Jesus? Clap to Jesus. Hallelujah. Oh, yes. There is nothing as important as encountering truth. This woman encountered truth. Hata mashinde ya kuchota maji ilishia hapo. When truth comes into your spirit, there are curses that you will not pray about again. There are sicknesses and diseases that you will even forget whether they ever existed in your life. There are things in your life that begin to take a format. There is something that God begins to do. Encountering truth is important. Hallelujah. I want us to give our offerings now. If you are giving your tithes, you can prepare your tithes. We usually use envelopes. So the khaki envelope is for tithe or any special offering. The white one is for the normal offering. And I know God is going to bless us. Please put your offering there. And I know God is going to bless you. In the name of Jesus. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are. Oh, you are Yahweh.
Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. Thank you so much for attending Christ Intervention Ministry online service and listening to today's preaching. My name is Pastor Ken Nyaga of Christ Intervention Ministry Church. We meet in Nairobi City along Tomboya Street in a building called Embony Meeting Chambers, 30th floor, and we meet in chamber number 14 and 15. In case you want to reach out to me, you want to be a blessing maybe to the ministry, to the work of God, you can always use the number +254 720 968 638 +254 720 968 638. You can also email us to christintervention@gmail.com. christintervention@gmail.com. You can also use the same to bless us with, in case you want to make us financial support with PayPal. It accepts it and it is going to give you that chance. So the Lord bless you so much. You are always welcome, and I pray that the spirit of revelation is going to reveal to you the truth in Christ Jesus, and you are going to begin to experience the dimensions of truth that are going to make Christ Jesus revealed to you in power. The Lord bless you. The Lord